Baba, tunakutukuza tena asubuhi ya leo. Wewe unastahili peke yako, hakuna mwingine kama wewe. Asante tena kwa ajili ya siku hii Bwana, katika siku hii ya mapambazuko haya kwenye lango hili la asubuhi. Mungu, tunakuhimidi peke yako. Hii ni siku nyingine tena umetupa. Tunakushukuru wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tujalie hekima yako ya kutambua yaliyo makusudi yako katika siku hii. Siku hii sio kama jana. Umetupa siku mpya iliyobeba mambo mapya kabisa kwenye maisha yetu. Nasi tunanyenyekea kwako Roho Mtakatifu. Tupe ufahamu, tupe akili, tupe hekima ya kujua nyakati na majira zilizobeba makusudi yako kwetu Bwana. Asante kwa ajili ya madhabahu hii. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, tunasi udhihirisho wa uwepo wako na nguvu zako na moto wako kwenye madhabahu Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, ninakukaribisha tena, ninakualika tena saa hii. Achilia mguso mpya kwenye maisha yetu kwa ajili ya siku ya leo. Pumzi mpya ukaiachilie Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, asante. Pokea sifa na heshima, pokea shukrani peke yako, katika jina la Yesu. Asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kibali chako, katika jina la Yesu Kristo. Ninatambua uwepo wako Bwana, nasi tunakuheshimu na kukupa heshima unayostahili. Ninakupa heshima unayostahili kwenye hii madhabahu. Ninakupa heshima unayostahili katikati yetu, maana wewe ulisema mkusanyikapo wawili watatu kwa jina langu, na mimi nipo katikati yenu. Baba, ninatambua ya kwamba upo katikati yetu asubuhi ya leo, na ijulikane tena asubuhi hii ya kwamba wewe upo katikati yetu Bwana. Si tu kana kwamba upo katikati yetu, lakini umekusudia jambo jipya asubuhi ya leo. Mioyo yetu inatarajia jambo jipya, mioyo yetu inatarajia jambo jipya asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yale mafuta na ule upako wa asubuhi ya leo Bwana, ninaomba uachilie, kwa kuwa wewe ndiye Mungu wetu. Hatuna kimbilio lingine isipokuwa wewe, katika jina la Yesu. Hata kama uko upinzani katika ulimwengu wa roho, vita si yetu, ni ya kwako Bwana. Dhihirisha uweza wako na nguvu zako na ule moto wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ili kuteketeza na kuangusha hizo ngome kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila zuio kwenye ulimwengu wa roho, zuio la kiibada, zuio la kiibada, zuio kwenye mioyo yetu, zuio kutokea kwenye ulimwengu wa roho, zuio kutokea kwenye ardhi, kila mkakati wa upande wa giza, kila mpango wa kuzimu, kila mpango wa kichawi, kila mpango wa kiagenti katika ulimwengu wa roho uliokusudia mabaya, uliokusudia kuzuia, hautaweza asubuhi ya leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunatiisha falume na mamlaka, tunatiisha wakuu wa giza, tunatiisha majeshi ya pepo, tunatiisha wakuu wa giza, tunatiisha kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo, mipango yao haitafanikiwa, mashauri yao hayatafanikiwa, vikao vilivyokaliwa, maamuzi yaliyofanywa kwenye ulimwengu wa roho, kalenda zao, mikakati yao inayeyushwa kwa moto asubuhi ya leo, katika jina la Yesu aliye hai. Hiyo mikakati inayeyushwa, hiyo mikakati inayeyushwa, hiyo mikakati inayeyushwa, hiyo mikakati inayeyushwa, hiyo mikakati inayeyushwa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu tunaiachilia
ninaiachilia damu ya mwana kondoo kwenye pambazuko hili la asubuhi, sawa sawa na neno lako. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Naiachilia hiyo damu ipigane vita kwenye ulimwengu wa roho. Hiyo damu inafumua miundombinu ya giza kwa jina la Yesu. Ninaiachilia hiyo damu ya Yesu, 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 ninaiachilia hiyo damu ya Yesu kwenye mapambazuko ya asubuhi ya leo. Ninaiachilia hiyo damu ya Yesu, ninaiachilia hiyo damu ya Yesu katika jina la Yesu aliye hai. Inapigana vita kwenye ulimwengu wa roho, inapigana vita juu ya fikra zetu, inapigana vita juu ya mioyo yetu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu ametupa na Mungu ametujalia. Unaweza ukawa mwombaji mzuri lakini ukakwama kwa sababu ya kukosa nini? Neno. Kawaangalia watumishi wengi kwenye Biblia, Agano la Kale, kila wakati maisha yao yalipobadilishwa, utashangaa Biblia inasema neno la Bwana likamjia na kusema. Chaneli kubwa ya Mungu kusema na wewe ni katika neno lake. Hiyo ndio chaneli ambayo, hiyo ndio njia ambayo haina chenga chenga. Ukiwa rafiki wa neno la Mungu utaisikia sauti ya Mungu kupitia neno lake lile lile. Kwa ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe neema ya kufuatilia unachojifunza, kuchukua hatua kimkakati ili kupokea badiliko la kiroho linalopelekea badiliko la maisha yako kwa namna gani? Kiujumla. Na nilikuonyesha kwamba kumbe mabadiliko yetu kwenye maisha yetu kiujumla yanategemea badiliko la roho. Na tulisimamia kile kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3, kwamba mpenzi, ufanikiwe katika mambo yote, sio baadhi ya mambo, mambo yote, na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Maana yake kuna mafanikio unayoyahitaji kuyaona nje, lazima yaanzie ndani yako. Nilikwambia yakitoka nje kuja ndani ni changamoto, lakini yakianzia ndani kwenda nje unakuwa na nguvu ya kwenda juu. Jina la Yesu libarikiwe, kwa sababu yameanzia ndani kwenda nje. Ndio maana kitu chochote unachokifanya kikianzia nje kuja ndani kinakuwa mzigo sana, lakini kikianzia ndani kwenda nje kinakuwa chepesi. Amen, amen, kwa sababu kiko ndani yako. Na ndio maana unaona hata wachawi wakitaka kumharibu mtu au kumloga mtu hawaanzii nje, wanatafuta milango ya kuingia ndani. Wanajua tukichota nyayo zake tunachowinda ni nafsi yake. Kwa sababu unajua wakichota nyayo wanatafuta nini? Hawatafuti miguu, wanatafuta nafsi. Wanajua miguu ni lango la nafsi. Unanielewa? Kwa sababu wanafahamu milango ya nafsi, wanajua miguu ni lango la nafsi. Kasome kwenye Zaburi, Daudi anasema waliniwekea wavu au wameteka miguu yangu ili kuninasa nafsi yangu. Kwa unagundua walitumia lango la miguu. Kwa wanatafuta miguu, lakini lengo lao sio miguu, wanatafuta waingie kwenye nafsi ya mtu juu ya kushughulika na. Wanajua wakisha haribu nafsi yako wameharibu maisha yako. Wanakuharibu kuanzia ndani, wanashughulika na yule mtu wa ndani, alafu tunaanza kuona matokeo katika mwili. Kwa lazima ujue vitu vingi vinaanzia rohoni, vinaanzia ndani ya roho. Ndio maana hata ulimwengu huu tunaoona haukuumbwa kwa vitu vilivyo dhahiri. Maandiko yanasema uliumbwa kwa neno la Bwana, kwa vitu visivyo dhahiri. Unaelewa maana yake? Maana yake ulimwengu huu wa mwili ulianzia kuumbwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake ni fotokopi ya ulimwengu wa roho. Kila kinachoendelea ulimwengu wa mwili kimeanzia wapi? Rohoni. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha yanayoendelea mwilini lazima uingie wapi? Rohoni. Vyanzo vyake viko rohoni. Ndio maana hata baraka, ukisoma Waefeso 1 mstari wa 3 anasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni, si ndio? Katika Kristo yetu, katika ulimwengu katika Kristo Yesu, katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Waefeso 1:3. Hebu angalia hiyo Waefeso 1:3, alafu angalia na Waebrania 11
mstari wa 3. Angalia hiyo. Nasisitiza, lengo la kuleta hii mistari ni kusisitiza juu ya mafanikio yanaanzia rohoni kabisa. Uhalisia wa mafanikio unaanzia wapi? Rohoni. Msingi wa mafanikio unaanzia rohoni. Misingi ikiharibika rohoni, mwilini pia unaharibikiwa. Angalia mstari wa 3 pale wa Efeso, anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Kwa hiyo mtu akitaka kutembea na baraka lazima ajue baraka zinaanzia wapi? Rohoni. Kwa kama rohoni kukiharibika, kama rohoni hakujapokea baraka, hawezi kupokea baraka mwilini. Kwa hiyo baraka zinaanzia rohoni. Mungu alitubariki kwa, atukuzwe Mungu wa Baba Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Kwa hiyo angalia, zile baraka zimefichwa ndani yake Kristo. Ndio maana ili mtu aweze kuzipokea baraka halisi za kimungu, lazima aingie ndani yake Kristo na ajue zinaanzia wapi? Rohoni. Ndipo anapoweza kuzipokea. Na ndio maana watu wanaanza kufundishwa juu ya namna ya kuiheshimu madhabahu ya Mungu, madhabahu ya Mungu iliyoko ndani yao, madhabahu ya Mungu iliyoko katikati yao, kwa sababu madhabahu ya Mungu ni lango kubwa sana la kiroho. Madhabahu ya Mungu ndio mahali pa kutano kati ya uungu na ubinadamu, ndio mahali pa kutano kati ya roho na mwili. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Na ndio maana sasa angalia changamoto tunayokuwa nayo leo. Watu wengi wanamtaka Mungu, wanataka kuona malango yakifunguka, lakini madhabahu ya Mungu hawaipi heshima. Kuna vitu watu wakirudi madhabahuni watavipokea, kwa sababu mlango wake ni madhabahu kwenye maisha yao. Na ndio maana leo ukiwauliza watu juu ya madhabahu, wengi ukiwauliza kuhusiana na madhabahu za giza na madhabahu za mashetani, hiyo elimu wanayo kubwa sana. Lakini ukiuliza juu ya madhabahu ya Mungu, na kuhakikishia ni watu wachache sana. Kuna watu sio kwamba ni madhabahu za giza zinazoharibu maisha yao. Kuna wengine madhabahu ya Mungu hii, kwa sababu madhabahu ya Mungu ina uwezo wa kuzuia watu wasizae. Madhabahu ya Mungu ina uwezo wa kuharibu uchumi wa mtu. Madhabahu ya Mungu, kwenye madhabahu ya Mungu watu wamekufa. Kwenye madhabahu ya Mungu, kwenye madhabahu ya Mungu watu wameishi. Sasa madhabahu ya Mungu ikisimama kinyume chako ni hatari sana. Unaponea wapi? Umewahi kujiuliza ukifia madhabahuni kwa Mungu unaponea wapi? Kasome maandiko, kasome Biblia kuanzia Agano la Kale hadi Jipya. Angalia wana wa Eli, kilichowaua ni wapi? Shida ilitokea wapi? Kwenye madhabahu ya Mungu. Wakafa. Tukafuatilia wale Anania na mke wake kwenye Agano Jipya, kilichowaua ni wapi? Madhabahu ya Mungu, wakati wanaenda kutoa dhabihu. Ndio pale nilikwambia, unapomwambia Mungu, unapowaza moyoni nitatoa sadaka fulani, Mungu anakuwa amepokea. Wewe unapopeleka kinyume na kile ambacho uliwaza moyoni, unachotafuta ni nini? Sasa sisi saa nyingine kwenye Agano Jipya, kwa sababu ya damu ya Yesu, hatufi moja kwa moja kimwili, lakini kuna vitu vinakufa rohoni. Jina la Yesu libarikiwe. Tunazuiliwa rohoni. Madhabahu ya Mungu sio ya kuchezea, nyie watu wa Mungu. Sio ya ndio maana ukimkuta mtu ambaye anadanganywa na adui, muonee huruma sana, kwa sababu madhabahu ya Mungu hainaga masiala hata kidogo. Kwa nini nimegusia hivi? Kwa sababu tunaanzia rohoni mafanikio yetu, na kuanzia rohoni huwezi kukwepa madhabahu. Ndio maana kitu cha kwanza ambacho alifanya Ibrahim, Mungu alipomtokea kwa mara ya kwanza kwenye ile Mwanzo ile sura ya 12 mstari wa 6, wakati anapita katikati ya nchi akaenda paka patakatifu pa Shekemu, alichofanya ni kumwinulia Mungu madhabahu. Akalifungua lango ambalo lilikuwa wazi mpaka kizazi cha Yoshua kimekuja kutokea. Miaka zaidi ya 500 imepita, wanakuja kutokea kizazi kingine kinakaa kwenye lile lango, na Mungu anasema nao. Madhabahu ikifunguliwa na ikiwa hai, haijalishi wewe utakufa miaka zaidi ya miangapi huko, kama Yesu hajarudi, watu wakija kukaa pale watakutana na huyo Mungu ambaye wewe ulitembea naye. Jina la Yesu libarikiwe.
Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Kama unanielewa sema amen. Na ndio maana ninakwambia uwe na hofu ndani yako. Kuna vitu unaweza ukafungwa, sio shetani, ni Mungu amezuia. Na utaona kila wakati Mungu alipoweka mazuio alikuwa na sababu. Sasa unaweza kuwa unakutana na mazuio, unakemea, kumbe mazuio mengine ni Mungu ameweka. Usiporudi madhabahuni pake kwa disiplini kubwa na kwa bidii, huoni mpenyo. Ndio maana hata baraka hizi sasa zimefichwa ndani yake Kristo katika ulimwengu wa roho. Usipokuwa na disiplini ya kukaa ndani ya Kristo na ukajua baraka zinaanzia rohoni, ukaishi tu kikiovyo ovyo, uwe na uhakika labda upate mafanikio ya kitapeli. Kwa sababu yako mafanikio, nilikwambia kufanikiwa sio kubarikiwa. Ndio maana kuna watu wamefanikiwa lakini hawana amani. Baraka haichanganyi huzuni ndani yake. Ukibarikiwa ndani yake kuna amani. Jina la Yesu libarikiwe. Kwanza Mungu akikubariki analeta na kiwango cha ulinzi kwa hatua unazoenda. Baraka inaanzia ndani. Na kuna wakati baraka inaweza ikawa juu yako na ukatembea kama kwenye maonezi hivi, usifikiri Mungu amenyamaza. Mungu akikubariki hata kama utaonewa, lakini kuna saa ya kutoka kwenye hayo maonezi. Mwangalie Jacob, alikuwa amebarikiwa lakini alionewa kulipwa mishahara. Alibadilishiwa mshahara zaidi ya mara 10, lakini kafuatilia uone, alibadilishiwa mpaka mke aliyetaka kumwoa, lakini ni mtu aliyefanya nini? Aliyebarikiwa. Mwisho wa siku Mungu alimuinua na kumfanikisha. Sasa nimekwambia kuchukua hatua kimkakati ili kupokea baraka. Nikakwambia hatua ya kwanza ni kuitikia sauti ya Mungu kwa imani, na usije ukasahau hatua ya kwanza. Na nimekwambia chaneli kubwa ya sauti ya Mungu ni neno la Mungu. Anzia hapo. Usiende kusema ngoja Mungu aseme na mimi, ngoja nilale niote ndoto. Kwa sababu ndio tunakimbiliaga hivyo, ngoja nikalale niote ndoto, Mungu atasema na mimi kwa ndoto. Nimekwambia ndio maana ndoto zinakuchanganya, kwa sababu neno la Mungu hamna. Likiwepo neno la Mungu hakuna ndoto utaota ushindwe kuijua. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa unakurudisha kwenye msingi wa chaneli ya mawasiliano na Mungu ni neno lake. Neno lake. Neno la Mungu. Kwa unapoitikia sauti ya Mungu, Mungu anapokuita, sikiliza juu ya neno la Mungu linaongea nini kuhusu wewe. Kwa hiyo jambo la pili, hatua ya pili nikakwambia kubali kuongozwa, si ndio? Yoshua 24 mstari wa 1 hadi wa 3. Maandiko yanasemaje pale? Unisikilize kwa makini sana. Angalia, Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahim naye ni baba yake Nahori, wakiitumikia miungu mingine. Huo ni mstari wa 2. Mstari wa 3 unasemaje? Nami nikamtoa Ibrahim. Kwenye ile hatua ya kwanza tulikuwa tunadili na ile nikamtoa Ibrahim, kwamba alimtoa vipi? Alimtumia sauti, aliongea naye, Ibrahim akaitikia ile sauti. Sasa angalia, kwenye hatua ya pili anasema nikamuongoza. Lile neno nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaani, nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka. Kwa hiyo Mungu huwa hatutwai akatuacha mahali. Nikakwambia ile ya kututwaa kwenye Agano Jipya ni wito wa wokovu, Mungu kukuokoa, wito wa kuokolewa, kutolewa kwenye mifumo ya dhambi, mifumo ya giza. Lakini hii ya pili ni kuongozwa na Mungu. Kuongozwa lazima ukubali. Mungu hata kulazimisha. Na hii ndio changamoto. Watu wengi wameokoka, wametwaliwa na Mungu, lakini hawakubali kuongozwa naye. Na hapo ndio penye shida. Mungu anapokuita ndani ya wokovu, jambo la pili, hatua ya pili, anataka akuongoze kwenye maisha yako. Na bahati mbaya hatujafundishwa namna ya kuongozwa na nani? Na Mungu. Sio swala tu la kuomba tu Mungu niongoze. Lazima ujue Mungu ananiongozaje. Mimi natakiwa nifanyeje ili Mungu awe ananiongoza kwa urahisi kabisa kwenye maisha yangu. Na lazima unatathmini ikifika jioni, hivi leo nimeongozwa na Mungu? Na saa hizi sio Mungu anakuja na kuondoka, anakaa na sisi ndani.
Anataka tukiwa tunafanya biashara tufanye naye, anataka tukiwa tunatembea tutembee naye. Na kwenye Agano Jipya ni rahisi Mungu kukuongoza kwa kuwa anakaa ndani yako. Anasema nikamuongoza katika nchi yote ya Kanani, nikaongeza uzao wake. Kwa matokeo ya kuongeza uzao wake sio kwa sababu Ibrahim tu alitoka, lakini sio kwa sababu tu alikubali kutoka, lakini kwa sababu pia alikubali kuongozwa. Kwa hiyo lazima ukubali kutoka, alafu ukubali kuongozwa. Haleluya! Lazima ukubali kuongozwa, kwa sababu angalia wakati Mungu anamwambia toka, kwenye kile kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Anamwambiaje? Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Angalia wakati Mungu anamwambia toka, alikuwa anamweleza nini? Angalia, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayofanya nini? Maana yake Mungu lazima akuonyeshe. Haleluya! Sasa lile neno kuonyesha kwenye Agano Jipya ndio ile anaachilia maono kwa njia ya Roho Mtakatifu, anaachilia dira, anaachilia mawazo yake ndani yako. Kwa hiyo unaanza kutembea kwenye mpango wake, anakuonyesha. Ndani ya mwongozo wa Mungu kuna dira, kuna mwelekeo. Ndani ya mwongozo wa Mungu kuna mwelekeo. Angalia, anasema Zaburi 32:8, nitakufundisha na kukuonyesha. Nitakufundisha na kufanya nini? Na kukuonyesha njia utakayoiendea. Alafu anasema nitakushauri jicho langu likikutazama. Nitakufundisha na kukuonyesha, nitakufundisha na kukuonyesha. Kwa hiyo lazima ukubali kukaa kwenye kujifunza, alafu Mungu anasema na kukuonyesha njia utakayoiendea. Lile neno kukuonyesha, maana yake anataka yeye akuongoze. Usijiendeende tu, utatumbukia kwenye shimo. Yeye anataka akuongoze, akuonyeshe. Kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye maisha, kama ni kwenye familia, anataka akuongoze. Haleluya! Anataka akuongoze. Yeye anajua, yeye anafahamu. Yaani wewe wakati unakuokoka usifikiri tu ilikuwa bahati mbaya, ni mpango wake. Kwa maisha yako anayajua, njia yako ya kufanikiwa anaijua hapa duniani, anaifahamu. Mambo unayotakiwa kuyafanya yaliyo kwenye package yake anayajua. Sasa angalia ile sura, Mwanzo sura ya 13. Abraham akamwambia Rutu, basi usiwepo ugomvi na kusii kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Alafu anasema maana nchi hii yote uionayo. Nataka uone hiyo pointi nyingine ya pili, maana nchi hii yote uionayo. Mungu amemwambia inua macho, alafu anasema maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Alafu endelea, anasema na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee,
ondoka ukatembee. Mungu bado anaongea naye, anamwambia ondoka ukatembee. Kwa lugha nyingine maana yake alikuwa hajaondoka. Mwenzake amefanya maamuzi ya haraka haraka akakimbia, yeye alibaki pale pale. Kwa nini? Anataka msikilize Mungu amuongoze. Jina la Yesu libarikiwe. Anasema ondoka ukatembee katika nchi, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Jina la Yesu libarikiwe. Alafu anasema basi Abrahamu akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebron, akamjengea Bwana madhabahu. Angalia discipline aliyokuwa nayo huyu. Maisha yake yamefunganishwa na madhabahu. Aya, ukirudi upande wa Lutu, wale wachungaji wanagombana, wale wafanyakazi wao. Unajua saa nyingine nyinyi mnaweza mkao mnapendana, lakini watu walioko chini yenu wakawafalakanisha. Kwa nini hujai kuona hata watu wafanyabiashara wanakosana kwa sababu ya wafanyakazi wao? Huyu analeta maneno hivi, yule anapeleka maneno kule, afu ghafla watu wanaanza kuchukiana, lakini kisa ni wafanyakazi wao. Sasa angalia Ibrahim alivyokuwa mnyenyekevu. Yeye ndiye aliyemtoa Lutu, kwa sababu Lutu ni mtoto wa ndugu yake. Jina la Yesu libarikiwe. Unajua kwa kina Ibrahim walizaliwa watatu. Mmoja huyu alipomzaa Lutu akawa amefariki na kufariki na yeye, wakabaki watu wawili, Nahori na Ibrahim. Lakini huyu ndugu watatu alikuwa anaitwa Harani, ambaye huyu Harani ndio baba yake na Lutu, ambaye Harani yeye alikufa mapema, amemzaa Lutu akafa mapema. Kwa Ibrahimu anamchukua mtoto wa ndugu yake, wakati Mungu anamwita, amebeba jukumu la ndugu yake amefariki, akambeba aondoke naye. Maandiko yanasema alipokuwa ameondoka naye, anapotembea chini yake, kumbuka aliyebarikiwa ukiwa chini yake na wewe utabarikiwa tu, ni swala la muda tu. Ndio maana hii lazima unajua watu wa kuambatana nao. Unanielewa ninachosema? Unanielewa mtu wa Mungu? Alipoambatana naye, maandiko yanasema wakati wanatembea wanakutana na ile njaa, wako wote pamoja, lakini Mungu akaanza kuzidisha baraka. Alipoanza kuwazidisha sasa, si wachungaji wao mifugo imekuwa mingi, wakaanza kugombana. Baraka ikija, watu wasipokuwa makini wanaanzaga kugombana. Sijui mnanielewa ninachosema? Wewe angalia hata magomvi baadhi ya makanisa yalipokuwa hayana uchumi mzuri, huwezi kusikia magomvi. Yakianza kuwa na uchumi mzuri, watu baraka zimeanza kuonekana, magomvi hayatokei, yanatokea. Kwa hiyo nazungumza juu ya ugomvi unaotokea baada ya mafanikio. Ndio maana unapoomba Mungu kukuinua, omba pia hekima ya kuishi na kuinuliwa kwako. Ibrahimu pamoja na nafasi yake kubwa, mtu aliyebarikiwa atapondeka tu. Hata ukimwonea ataonekana kama vile mjinga, lakini anajua anayempigania ni nani. Jina la Yesu libarikiwe. Ibrahimu ndio baba wa Lutu. Umenielewa? Baba wa kumlea. Ananyenyekea, anamwambia nakusihi Lutu, kwa nini tugombane? Sisi ni ndugu. Yaani mkubwa ndiye anamuomba mdogo amani. Kwa hiyo Lutu baba yake anamuomba radhi. Alafu angalia lugha ya Lutu, ametulia tu, soma Biblia, hakujibu kitu. Alafu anamwambia hivi, sisi ni ndugu. Unaelewa anaposema nakusihi? Baadaye akaamua aombe. Ukumbuka lile ombi la kwanza ilikuwa tusigombane, lakini kaonekana kama alizai matunda. Ndio likaja ombi la pili, ninakusihi ndugu yangu Lutu, basi tutengane. Na kwenye kutengana Ibrahim kumbuka pale ni maombi mawili. Ukisoma Biblia utaelewa. Ombi la kwanza halikuwa tutengane, ombi la kwanza ilikuwa tusigombane, lakini kaonekana halileti nini? Matunda. Ndio likafuata ombi la pili, ninaomba tutengane na kusihi. Unajua mtu mzima anaposema na kusihi, ingekuwa lugha ya kikabila ungeelewa zaidi lile neno. Yaani ni anaomba kwa kukubembeleza, kama na kwamba wewe una nguvu kuliko yeye. Kwa hiyo ameshuka na kwambia ninakusihi, ninaomba basi tutengane. Yaani wewe chagua uelekee wapi, nchi ni kubwa, alafu anakupa wewe chaguo. Kumbuka yeye ndiye aliyekubeba wewe, alafu yeye ndiye anakuacha wewe uchague. Ukiona mmefikia hapo ni hatari. Ni hatari. Yaani mtu aliyeitwa na Mungu anakuambia basi chagua wewe. Chagua wewe basi.
chagua basi, unataka kitu gani? Chukua wewe. Unaelewa maana yake? Huyu mtu ana ujasiri na Mungu wake. We chagua chochote, lakini yeye hawezi kupungukiwa kwa kuwa anaye Mungu kwenye maisha yake. Jina la Yesu libarikiwe. Alipomwambia chagua, unajua Lutu Biblia inasemaje? Akainua macho yake akatazama bonde la Yordani, akaona, akasema lina maji, lina nini, akaona fursa. Angalia, anaona kwa macho yake ya nyama, lakini kilichojificha kwenye huo uzuri hakukiona. Unanielewa vizuri? Akajiongoza, sio kuongozwa, akajiongoza akaenda kule. Lakini Biblia inasema Ibrahimu akiwa ametengana na Lutu alibaki pale pale. Akiwa amebaki pale, yeye hakuinua macho. Mungu ndiye akaja akamwambia Ibrahim, baada ya kutengana na Lutu, akamwambia inua macho yako. Alafu akasema utazame kaskazini, utazame na kusini, utazame na wapi. Alafu alipoinua macho akasema umeona nchi hii uionayo? Manake Mungu alijua kwamba Ibrahimu ameona. Ndio maana angalia, Mungu anapoanza kukuongoza, kuna vitu ili umiliki lazima akuonyeshe, aviweke moyoni uone. Hakuna maisha utakuwa nayo kama hujayaona. Oh my Lord. Aonavyo mtu nafsini ndivyo alivyo. Hakuna maisha utakuwa nayo kama hujayaona tokea ndani. Huwezi kuwa nayo. Na ukiona kuna maisha unayo hukuyaonaga ndani, sio original, ni fake bado. Unanisikia nachosema? Ukiona una maisha unayo hujayaona tokea ndani yako, sio original. Ukiona kuna vitu unavyo Mungu hakuviweka ndani yako, sikiliza, hata aina ya nyumba, aina ya uchumi lazima uone tokea ndani. Mungu akamwambia inua macho, manake ni Mungu anamfungua macho Ibrahim. Anasema inua macho. Ibrahim akaona, akasema hii nchi uionayo, manake Mungu aligundua kabisa Ibrahim ameshaona. Akasema hii nchi uionayo, manake tunasema muono ambao Mungu anauwekaga ndani. Muono. Ndio maana ukija hapa ukiambia mwalimu niombe kuhusu biashara, niombe kuhusu uchumi, Mungu ameweka muono gani ndani yako juu ya uchumi? Ukiniambia niombe kuhusu huduma, Mungu ameweka muono gani juu ya huduma? Mungu analetaga muono. Ndio maana ule muono kwa lugha nyingine tunasema vision, tunasema maono. Yale maono tunapokea Roho Mtakatifu anapokuwa harisi ndani yetu. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo Mungu anamwambia nchi hii uionayo nitakupa wewe, nitaupa uzao wako, na nitakupa uzao ambao hesabu yake, mtu kama anaweza kuhesabu mchanga basi atahesabu uzao. Lakini Biblia inasemaje? Biblia ndipo inasema Mungu akamwambia ondoka. Kumbuka maana yake alikuwa hajaondoka. Hii tunajifunza nini? Utulivu. Utulivu. Unatengana na mtu anakuonea kibiashara, mmetengana naye, usifanye hasira. Tulia kama vile we ni mjinga, alafu mwambie Mungu nipe kuona, nipe kuona. Mungu akishaleta ule muono, anaanza kuongea. Sasa ndio hapo, angalia, Lutu alijiongoza, Mungu akamwongoza Ibrahim. Anamwongozaje? Anamwonyesha nchi. Kumbuka wakati anamtokea mara ya kwanza alimwambia tu, hakumwonyesha. Mara hii ya pili anamwonyesha nchi, na anaongea naye lugha ya hatima mpaka ya kizazi chake. Sasa angalia, sisi wengi tunamcha Mungu. Ukimuuliza hatima ya uzao wako Mungu ameongea nini, ni wangapi watakujibu? Mungu alisema nini kuhusu uzao wako? Hakuna mtu anajali. Kwa unagundua ni kwa sababu ya kutokubali kuongozwa na Mungu. Kama umenielewa sema amen. Hatua ya tatu, andika wekeza katika kujitambua wewe binafsi. Maana yake sema hivi, niwekeze katika kujitambua mimi binafsi. Niwekeze katika kujitambua mimi binafsi. Ni kweli utakubali Mungu akutwae, umetoka, umechukua hatua ya kutoka, umekubali kuongozwa na Mungu. Jambo la tatu, unajitambuaje wakati unaongozwa na Mungu? Kwa sababu mwingine anaweza hadi akaanza kuongozwa na Mungu lakini hajitambui vizuri.
Kuto kujitambua ni kosa kubwa sana, kwa sababu utakosea, utakwama. Watu wengi wamekwama sio kwa sababu Mungu hayupo pamoja nao, wao wamepoteza kujitambua. Ukipoteza kujitambua, umepoteza nafasi, umepoteza maisha. Wekeza katika kujitambua wewe binafsi. Nehemia 6 mstari wa 9 hadi wa 11. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo wekeza kwenye kujitambua kama mwana wa Mungu, kama mtoto wa Mungu. Unajitambua kwa kiwango gani? Kuna maisha yataambatana na wewe kwa vile unavyojitambua. Sitaelezea, lakini anasema kwani hao wote walitaka kutuogofisha wakisema italegea mikono yao katika kazi isifanyike, lakini sasa nitaitia mikono yangu nguvu. Huyu ni Nehemia anajisemea, nitaitia mikono yangu nguvu. Nikaingia nyumbani kwa Shemaya mwana wa Delaya mwana wa Mehetabale aliyekuwa amefungwa, naye akasema tukutane nyumbani mwa Mungu ndani ya hekalu, tukaifunge milango ya hekalu, kwa maana watakuja kukuua, na wakati wa usiku watakuja kukuua. Huyu anayemwambia Nehemia ni nabii, amenunuliwa, amelipwa ili atoe unabii. Anasema nami nikasema je, mtu napenda hapa. Nami nikasema je, mtu kama mimi nikimbie? Naye ni nani akiwa kama nilivyo mimi atakayeingia hekaluni ili kuponya maisha yake? Alafu akasema sitaingia. Nabii amekodiwa kuja kutoa unabii. Nehemia akajifiche. Maadui zake wanamwogofesha, wanamletea hofu ili akimbie, akajifiche. Akasema mtu kama mimi, je, mtu kama mimi nikimbie? Wekeza kwenye kujitambua katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, funika macho yako, sema Mungu ria hai, katika jina la Yesu. Asante kwa neno lako asubuhi ya leo. Nimesikia neno lako, nami ninanyenyekea mbele za uso wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nimesikia neno lako, nami ninanyenyekea. Nimejua kabisa nahitaji badiliko la kiroho kwa ajili ya mabadiliko ya maisha yangu yote kiujumla. Bwana, nimesikia neno lako, namna ulivyomuongoza Ibrahim na namna alivyokuwa na mahusiano na wewe kimadhabahu. Nami ninaomba asubuhi ya leo katika jina la Yesu, unisaidie Bwana, unirehemu Bwana, uniwezeshe Bwana. Wakati mwingine nimejiongoza mwenyewe, nimeiga maisha ya wengine, nimeiga kazi za wengine, sijaanza kuishi mwenyewe. Ninaomba Bwana, kwenye eneo lolote ambalo nimekopi, ambalo nimeiga maisha ya wengine, nisaidie kuanzia leo. Ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako. Kuna maeneo Bwana nilifanya haraka kuyakimbilia pasipo kusikia mwongozo wako, badala yake yameleta majeraha. Bwana, asubuhi ya leo ninaomba rehema, ninakuhitaji Bwana, unisaidie, unitoe kwenye shimo, uniongoze kwa upya, uyafungue macho yangu yapate kuona, uweke muono kwenye nafsi yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Weka muono, weka muono, weka muono, weka picha mpya ndani ya moyo wangu juu ya maisha yangu ya kiroho, juu ya maisha yangu ya familia, juu ya maisha yangu ya kiuchumi, juu ya maisha yangu ya kiuchumi, ya kiuchumi, ya kiuchumi.
uchumi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Niko tayari Bwana asubuhi ya leo kuongozwa na wewe. Niko tayari Bwana kuongozwa na wewe. Weka ndani yangu huu muono wa kifamilia, mwongozo wa kifamilia, mwongozo kwenye uchumi kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, dakika moja, nenda mbele za Bwana. Omba Mungu akupe muono mpya, omba Mungu akupe picha mpya, omba Mungu. Ndio tunamaliza. Omba Mungu, omba Mungu, mtu wa Mungu, mwambie Bwana, nisaidie kwenye uchumi, nipe muono mpya, nisije nisije nikaangukia kama Lutu. Maisha yake yalifika mwisho. Kumbuka Lutu kilichomkuta, kumbuka Lutu kilichomkuta. Sodoma na Gomora ilipigwa baadaye, aliona kama mahali pa fursa, lakini baadaye aliharibikiwa. Na Mungu hapendi uharibikiwe, Yesu hapendi uharibikiwe, Yesu hapendi uharibikiwe. Mwambie nipe muono mpya, mwambie nipe mawazo mapya, mwambie nahitaji kuongozwa na wewe. Kando robo sandarapa kora rimandarapasa risandarapa kora basaya rikondorobo sandaya rimandarapa kora risandarapa kora basia. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana akujalie, Bwana akujalie asubuhi ya leo, Bwana akujalie asubuhi ya leo katika jina la Yesu aliye hai. Bwana akujalie baba, Bwana akujalie mama, Bwana akujalie binti, Bwana akujalie kijana. Saa imefika, saa imefika. Pokea muono mpya, pokea wazo jipya, pokea muono mpya, pokea wazo jipya, pokea muono mpya wa kukutoa kwenye hilo shimo, shimo la madeni, shimo la madeni, shimo la umasikini, shimo la mabaya, shimo la madeni, 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 shimo la umasikini. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai.